Hatuwezi kuwa na serikali ambayo viongozi wanalalamikiwa kwamba ni wapotofu wa maadili, na sisi kama chombo cha kusimamia maadili ya viongozi wa umma tumenyamaza kimya. Ili jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu nilisema, na naomba niseme tena mbele yako, kwa sababu siku ile nilipokuwa naongea nilikutumia wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kama mfano wa viongozi ambao uadilifu wake hauna chenga yoyote. Niliwaambia haiwezekani leo hii Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano anasimama kwenye majukwaa kueleza katika maana ya kujisafisha juu ya umiliki wake wa mabasi ambayo sisi humu ndani tunajua kitaarifa na kitakwimu kwa mabasi haya sio umiliki wake. Lakini sisi kama Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma tumenyamaza kwa sababu hatuoni kama hii ni kazi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka kutumia nafasi hii kupitia vyombo vya habari hivi kwanza kukuomba radhi wewe, kwa sababu sio utaratibu kiongozi hawezi kujisimamia mwenyewe na kujitolea taarifa. Na niliwaambia hawa ndugu zangu kwamba haitotokea hata siku moja huko mtaani watu wakamuelewa mtu anayesimama na kusema hiki sio cha kwangu, hiki sio cha kwangu. Na niliwaeleza kwa mfano leo hii hata mimi mwenyewe nashutumiwa juu ya mambo ambayo mimi mwenyewe ninajua kwamba si ya kwangu, na nyinyi humu ndani ambao ndio mmepewa kazi ya kufanya hiyo mnajua kwamba si vya kwangu, lakini mmeamua kunyamaza kwa sababu hamuoni kwamba hilo ni jukumu lenu. Niliwaambia mnayo majukumu kikatiba ya kumuita kiongozi yoyote yule ambaye anatajwa hadharani, anatajwa vifichoni, kuja kueleza juu ya uhalali wa hizo taarifa ambazo zinatolewa. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo kila mtu ana meno, kila mtu anaweza kusema, alafu sisi kama watu ambao tunatakiwa tuyashughulikie hayo tukanyamaza. Lakini niliwakumbusha wajibu wao kwamba sekretarieti hii imepewa mwanya wa kuita chombo chochote kuomba taarifa popote, na pale ambapo wanaona kwamba taarifa hizi ili zipatikane kuna wenzetu wengine tunatakiwa tuwaite, ikiwemo vyombo kama PCB, idara zetu ambazo zinafanya uchunguzi, kuziomba hata jeshi la polisi. Idara hii kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinaruhusiwa kufanya hivyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulizungumza mengi na ninaamini kabisa kwamba yale tuliyozungumza itakuwa ndio msingi mzuri wa mwanzo wa kufanya kazi nzuri ya kwenda kusimamia ili kutoa jawabu katika yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais anayatoa ya kuona kwamba nchi yake inakuwa yenye viongozi waliojaa maadili, lakini pia wale ambao wanakosa maadili kuwaweka pembeni, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu mbele ya hadhara hapa, tume hii ikitoa taarifa ikasema Ridhiwani ananuka rushwa, wakimpelekea Mheshimiwa Rais, opinion au ushauri wa tume hii ni sheria na ni binding kwa Mheshimiwa Rais, na Rais Ridhiwani atakwenda kwa Msoga tu. Huo ndio utaratibu. Sasa kama tume hii haitofanya kazi hiyo, tutaendelea kuwa na viongozi ambao wanalalamikiwa, tutaendelea kuwa na viongozi ambao wanaonekana kwamba si waadilifu katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chombo hiki ni nguzo ya uzalendo katika nchi yetu. Na sisi nataka tukushukuru kwa sababu nadhani sisi ndio taasisi ya kwanza kiserikali wewe kuja kufanya ziara. Lakini sisi tunashukuru pamoja na heshima uliyotupa, kwa kweli unaonyesha jinsi gani wewe ni kiongozi unayedai kuona Tanzania yako inakaa vizuri kimaadili. Wako watu walikufananisha na Sokoine, na kwa kweli mimi binafsi yangu naanza kuziona dalili hizo. 75% na kuendelea ya fedha ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi. Ni mambo yanayohusiana na manunuzi. Mikataba kila mwaka. Na kuwatajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi. Sisi kwenye sheria yetu, sheria namba 13 ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba 5 nadhani ya mwaka 2001, tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ambayo haiwalazimishi kuweka wazao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya. Kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo
yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea kila mwaka. Tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna utamaduni ka kujaza fomu kila mwaka. Unaisha, tunajaza, unaisha, tunajaza, unaisha. Na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya. Na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa, yanajulikana, maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndio yapewe kipaumbele. Ndipo mifano michache tu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hujawa waziri, wewe umepitia, umekuwa naibu waziri. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti, fedha. Na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Moja ya eneo ambako fedha ya umma ina mianya ya kupotea ni kwenye manunuzi, ni kwenye mikataba. Tutakapotengeneza matamko mapya, tunaweza tukaweka colors, sijui, mimi sio mtaalamu wa rangi hizo, lakini rangi moja ya jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa, waweke watu wanaosimamia, maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za zabuni. Eneo la pili ni eneo la makusanyo. Eneo la makusanyo. Na makusanyo yenyewe, lile eneo la wale wanaokadiria, hasa yule anayekadiria, anayekaa na mwenzake hapa wanakadiriana. Wale wanaochunguza makadirio. Unakuta haka ni kaafisa fulani kamoja wapo, kenyewe hakajazi fomu ya maadili inapelekwa kwa katibu mkuu wake au kwa waziri wake au kwa kamishna wake. Kenyewe hakalazimiki kutaja mali kaliko nazo. Kana ahadi tu ambayo na yenyewe ikishajazwa inawekwa kabatini. Kwa kunakuwa na hata raia wa kawaida tu ambaye yeye hajasomea uchunguzi wala hajasomea masuala yoyote yanayohusu usimamiaji wa mambo ya maadili, anaona hili haliwezekani.
na wala isitafasiriwe kama watu kuwa na vitu vizuri ni dhambi. Dhambi ni kuwa na vitu vizuri kwa kupora haki iliyokuwa ya mwingine. Ana miezi 6 tu ameshakuwa na umiliki usiolingana na anayekaribia kustaafu. Kijana wa form 4 eti anamiliki gorofa, amepataje? Afisa anayelipwa mshahara ulio sawa, yeye yuko huko kwenye leseni, afu yeye anaona tu anamea tu. Mashirika ya umma hivyo hivyo, utakipewa shirika la umma inakuwa shirika la familia. Jambo la kwanza, yafanyike mapitio ya haraka tamko la mali na madeni lililokuwa linaitwa la viongozi wa umma kwa jinsi itakavyoweza kukapcha, liwe ni jambo linalohusu watumishi wa umma. Shirikisheni na wenzetu wa vyombo vingine, watawaambieni maeneo yaliyo prune. Hapa nimetoa mifano tu. Washirikisheni TAKUKURU, watawaambieni maeneo yaliyo prune kwenye masuala ya rushwa. Jambo la pili, matamko yale yawekewe madaraja ili sampling ziwe zina zero in, zina focus, zinaelekea zaidi kwenye maeneo ambayo tunajua maeneo ambayo rushwa imekithiri. Huko ndiko matamko, mali na kila mwaka ufuatiliaji unafanyika maeneo hayo tunayoyajua. Daraja la pili liwe lile daraja la kati, daraja la tatu na lile la jumla. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kwamba kwenye nchi hii wawepo wengine wana access zaidi ya keki wanachukua na kwa niaba ya wengine, alafu na wengine wakawa wanaugulia ugumu. Na Mheshimiwa Jaji, anzisheni kitengo, najua mtakuwa nacho, kifanyeni kiwe active, cha taarifa hizo za siri kwamba huyu mwenzetu mbona mwenendo wake hatuelewi. Sasa tuzibe hii mianya, na ninyi kwa sababu mmekabidhiwa jukumu hili la kuchunguza, chunguzeni. Kila moja ajaze mali zake, na ninyi mchunguze against kipato chake. Ikishajazwa, ninyi nendeni kwenye kuchunguza kilichojazwa. Je, ndio hicho tu ama kuna kilichofichwa? Na baada ya hapo kilichojazwa against kipato chake. Sisi wachunguzi tusipochunguza, tunawaacha wananchi wafanye uchunguzi wenyewe. Uchunguzi wao ni wakipata rumors ndio wanaenda nayo hivyo hivyo. Lazima hii taasisi, na mmekuwa mandated hata ku-co-opt vyombo vingine ili taarifa yeyote mnayohitaji, Scorpion, mtu yeyote, kiongozi yeyote, fanyeni hiyo.